Potifa. Potifa alitajirika baada ya kumshirikisha Yusufu kwenye uchumi wake. Potifa alitajirika baada ya kumshirikisha Yusufu kwenye uchumi wake, kwa sababu Yusufu alikuwa mtu sahihi kwa Potifa. Kama Potifa asingempata Yusufu, asingeweza kutajirika, kwa sababu Mungu alimtajirisha Potifa kwa ajili ya Yusufu anayeshirikiana naye. Ina maana pia kama Potifa angempata kijana ambaye sio mwaminifu nje na Yusufu, Potifa pia asingefanikiwa. Kwa kilichompa Potifa kufanikiwa ni kwa sababu Mungu alimkutanisha na kijana sahihi, Yusufu, mwaminifu, mwenye roho ya Mungu ndani yake, akatembea naye. Hawa ndio watu ambao unahitaji kuwa nao kwenye biashara yako. Ndio watu ambao unahitaji kuwa nao kwenye kampuni yako. Ndio watu ambao unahitaji kuwa nao kwenye kazi yako. Kuna watu mnanisikiliza muda huu, mara nyingi mmefilisika kwenye biashara kwa sababu ya watu mnaowaajiri. Na kueleza kuanzia leo, muombe Roho Mtakatifu akuinulie Yusufu wako, akuletee Yusufu wako wa kutembea pamoja na wewe, ili uinuke na usianguke. Katika jina la Yesu, pokea kuinuka sasa. Sema amen. Ngoja tusome pamoja kitabu cha Mwanzo sura ya 39 mstari wa 1 hadi wa 6. Kitabu cha Mwanzo sura ya 39 mstari wa 1 hadi wa 6. Mwanzo 39 1 mpaka 6. Neno la Mungu linasema: basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akasitawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote aliyomo akayaweka mikononi mwake. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki na nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake ila hicho chakula alichokula tu. Sikiliza vizuri ili neno linavyotuambia. Linatueleza kwa habari ya Misri mmoja mfanyabiashara ambaye alikuwa anaitwa Potifa. Huyu Potifa alikuwa ni akida. Huyu akida alikuwa ni mfanyabiashara wa kwenda kununua mtumwa ambaye alimnunua Yusufu. Alivyomnunua Yusufu kama mtumwa, akaenda naye nyumbani kwake, akaanza kufanya naye kazi. Biblia inasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Kwa Bwana alivyokuwa pamoja na Yusufu, Yusufu akapata neema machoni pa bosi wake ambaye ni Potifa. Kwa Potifa akamwajiri Yusufu kwa kumpa kitengo cha supervisor. Supervisor ni msimamizi. Ina maana Yusufu akawa msimamizi wa mali za Potifa, akawa ndio anazisimamia. Kitu ninachopenda ni hapa Biblia inaposema Mungu akavibariki vitu vyote vya nyumba ya yule Misri ambaye ni Potifa. Na Mungu alivibariki kwa kuwa yule Misri alimwajiri Yusufu. Kwa Mungu alivibariki kwa ajili ya Yusufu. Kwa bila Yusufu zile mali zisingebarikiwa. Nachotaka hapa uone ni nini? Ni kwamba kuna nafasi kubwa sana ya kutajirika kiuchumi inayotokana na watu unaoshirikiana nao kwenye uchumi wako. Hata mme au mke uliye naye ana nafasi kubwa sana ya kukufanya utajirike au ufilisike. Kwani hujawahi sikia mtu anakuambia ameoa mke na mali zake zikaanza kufilisika? Hujawahi sikia hivyo? Au mwanamke yuko vizuri kiuchumi, anakutana na mwanaume fulani na ghafla mali zake zinaanza kufilisika?
Alafu baadaye anakumbuka anasema, tangu nimekutana na yule mwanamke au tangu nimekutana na yule mwanaume nimejikuta ghafla na filisika. Au inaweza ikawa ni ofisi fulani, bosi akaajiri mfanyakazi fulani. Baada ya huyo mfanyakazi kuajiriwa, ofisi ikaanza kuharibika. Ni nini ambacho kinasababisha kuharibika au kustawi baada ya kuweza kushirikiana na watu fulani? Ni kwa sababu inategemea na huyo mtu uliyemshirikisha amebeba Mungu gani ndani ya moyo wake. Mungu aliyembeba mtu moyoni mwake ana nafasi ya kumfanya huyo mtu au vizuri kiuchumi au vibaya. Kitu kilichomfanya Potifa akainuka ni kwa sababu Mungu wa Yusufu alikuwa ni Mungu wa kweli na ni Mungu wa baraka. Na ndio maana Biblia inasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Ina maana Mungu wa Israeli alikuwa pamoja na Yusufu. Sasa wewe jiulize, ni mara ngapi unawaajiri watu? Na unawaajiri watu kwenye kazi zako, wana miungu gani ndani yao? Je, wana Mungu kama uliye naye wewe au wana miungu mingine? Umeoa mke, umefilisika. Umewahi kujiuliza mwanamke uliyemuoa amebeba Mungu gani ndani yake? Na ndio maana suluhisho sio kumfukuza yule mwanamke, kama anakufukuza kwa sababu tangu nimekuoa nimefilisika. Hapana, fukuza Mungu aliye ndani yake ambaye anaweka umasikini. Fukuza kwa jina la Yesu. Kwa sababu Mungu wetu hana umasikini, ni Mungu wa vyote katika yote. Oh, haleluya, kanisa la Bwana. Fukuza huyo Mungu kwenye moyo wa mtu, kwa sababu unakuta amebeba Mungu wa uongo. Kwa sababu kumbuka mpendwa, hakuna Mungu mmoja, kuna miungu wengi. Kuna miungu wengi. Wasomaji wa Biblia wanaenda na mimi pamoja kabisa kwamba kuna miungu mingi. Na kwa sababu kuna miungu mingi, ndio maana Mungu aliwahi wasemesha wana wa Israeli, ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Kasome Kutoka sura ya 20 mstari wa kwanza. Kasome na Kumbukumbu la Torati sura ya 5, pale anapotoa amri za Mungu. Mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 na Kutoka sura ya 20. Kasome. Kwa nini anasema usiwe na miungu mingine ila mimi tu? Ina maana Mungu anajijua kwamba miungu tuko wengi, na ndio maana anasema hivi, mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiwe na miungu wengine.